Tuenuke sote kwa heshima, tukaweze kukaribisha baba yetu. Karibu sana baba. Shamba la vigelegele na makofi mengi kwa Yesu. Haleluya! Haleluya! Hapa tuko vizuri. Amina. Amina, amina, amina. Amina. Si Mungu ni mwema bwana. Mimi nimebarikiwa kila ibada zote. Zimekuwa fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Watoto wetu fire. Watumishi wa Bwana ambao tutambulia sasa fire. Wangapi wanaishi kubarikiwa? Amen. Nimefurahi sana kuona mmekuja kwa wingi. Mungu akawabariki na hiyo neema. Unajua makanisa yakifika Disemba watu huwa ni wachache sana. Disemba huwa watu ni wachache. Hata mimi nashukuru vile nyinyi mko hapa. Lakini najua hizo zingine hizo kuanzia hiyo naanza kabisa niwajulishe. Kuanzia 20 mwisho kabisa ni 23. Hata mapasta nao niliona kwa ushirika wakisema wanasafiri. Sasa mimi sisafiri. Sasa niende wapi mimi? Niko na nyinyi. Mimi ni yule kwa ambaye sisafiri kabisa, nihakikishe kila mmoja nimemwambia aende nyumbani. Ndio watu wanaohamisha. Alafu kwetu ni mahali kwa unaenda wali ya tiu pande na hata si nafanya nini? Niko hapa ndio kwetu. Amen. Nimebarikiwa. Nimebarikiwa sana. Sana sana sana. Wa? Sema sitoki Yerusalemu. Bali ahadi ya Bwana itimie. Usitoke Yerusalemu. Mwambie mwenzako usitoke Yerusalemu. Mwambie tena usitoke Yerusalemu. Sikia. Mwambie tena. Unajua kilichokuleta Yerusalemu unakijua wewe? Ni nini? Azra, ni Azra 7. Azra 7:7. Ni Azra. Ezra. Azra. Anaitwa Ezra. Ni mwanamke ama ni mwanaume? Wangapi wanasema ni mwanaume? Hata una hakika ndio maana unajua. Mwanaume, pigia Yesu makofi. Haleluya. Kila mmoja aliingia na mwezi wake na mwaka wake. Lakini kuna vile likifuata. Hebu tusikie hapa Ezra alipoingia Yerusalemu alifanya nini? Twende. Haraka Mungu. Hiyo kitu imenibariki sana. Kama hujabarikiwa ni wewe. Mimi nimebarikiwa. Aha. Kitabu cha Ezra mlango wa 7. Aha. Mstari wa kwanza inasema. 7:7. Mstari wa 7 inasema. Nao wakakwea baadhi ya wana wa Israeli. Na wa makuhani na wa Walawi. Ezra. Na wa Walawi. Na waimbaji. Na mabawabu. Na wanetini. Ili kwenda Yerusalemu. Kwenda kufanya nini? Katika mwaka wa 7. Hiyo. Wa mfalme Artashasta. Lakini sasa ni jioni.
Naye Ezra akafika Yerusalemu. Akafanya nini? Mwezi wa 5 katika mwaka wa 5. Kila mmoja akaingia na mwaka wake. Na siku zake na miezi yake. Haleluya. Ili weje susome. Mwezi wa huyo mfalme. Maana alianza kukwea kutoka Babeli. Ndio. Siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Naye akafika Yerusalemu. Siku ya kwanza ya mwezi wa 5. Alafu kama mkono mwema wa Mungu alivyokuwa pamoja naye. Wewe unajua haujakuja kwa kupenda kwako, uliongozwa kwa mkono wa Bwana. Yes. Hata kama kuna mtu alikuelekeza, nakwambia kulikuwa na kusudi ufike. Haleluya. Mungu alikuongeza na sababu yake. Ndio maana hata neno lilipotoka hapa limeambiwa usitoke Yerusalemu, mahali Bwana amekuleta, mahali Bwana amekuongoza, mahali Bwana amekuita. Unasikia hiyo? Hebu mwambie mwenzako, hivi unasikia wewe? Anasikia kweli? Anasikia kweli? Hebu mwambie vizuri, unasikia wewe? Haujakuja mwenyewe. Umeletwa na Mungu ili ujibiwe maombi yako. Kwa hivyo usitoke Yerusalemu, pokea ahadi yako itimie. Endelea. Kanyo hii sasa tabu zaidi. Kwa maana kuna mtu ameletwa na Mungu hapa. Kuna mtu ameletwa na Mungu hapa. Kuna mtu ameletwa na Mungu. Umeletwa na Mungu alafu kuna mtu anacheza na wewe. Wajua ukiingia hapa lile jina wanalokujua nalo. Sasa unaitwa Yerusalemu. Haleluya. Bwana usaidie Yerusalemu wewe. Mji wa Bwana. Mji wa Bwana. Kwani umesahau umeitwa hekalu la Bwana? Umesahau umeitwa hekalu la Bwana? Hapa ni Yerusalemu. Sasa mwingine leo ni Yerusalemu. alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana. Kumbe unaweza kuwa unatamani, unaelekeza moyo wako kuitafuta sheria ya Bwana. Mungu anajua wewe kwa sababu unatafuta yule Bwana, anakuelekeza mahali panapofaa. Kila mtafutaye Mungu katika roho na kweli, Mungu hawezi kukuelekeza mahali pabaya. Hawezi kukuelekeza mahali pabaya. Hata Mungu hata ukitafuta ndoa, kama umeamua kukaa na ndoa kweli kweli, hawezi kuelekeza kwa mwanamke mbaya. Hawezi kuelekeza kwa mwanamke mbaya. Yule ambaye utampatia wako. Hapo mahali unaamini ndio kwako. Hiyo ndio madhabahu yako. Haleluya. Mwambie hii imeenda. Sema hii imeenda. Sema hii imeenda. Wewe unaona ulikuja tu bure bure. Wewe unaona ulikuja tu bure bure. Angalia wewe. Hata kujisahau wewe. Hata kujisahau. Mwambie mwenzako amuka sasa umejua. Mwambie amuka wewe umejua sasa. Amuka umejua sasa. Wewe ni Yerusalemu sasa wewe. Wewe ni Yerusalemu sasa. Hata kama kuna mgeni hapo karibu na yeye, mwambie wewe sasa wewe. Wewe tunakubadilisha jina, wewe ni Yerusalemu sasa. Wewe ni Yerusalemu. Unajua Yerusalemu iliitwa binti Sayuni. Yaani mahali patakatifu ya. Usicheze wewe. Hata kama watu wanakutukana, Mungu anakupenda. Hata kama watu wanakudharau, Mungu anakupenda. Hata kama watu wanakutafuta, Mungu anakupenda.
ujue kuishi vizuri, ujue kukaa vizuri. Kumbe alafu Mungu anakushika mkono na kwambia wacha kuhangaika, uingie hapa Yerusalemu. Leo nimechua hivi. Alafu wewe mahali umeelekeza na Bwana, alafu unaongea vibaya. Kwanza leo funga huko na mwambie mwenzako, kwanza leo nimechua. Afunga mdomo. Sasa zingine unaweza kujiongelea mwenyewe bila kujua. Sasa wakati unaongelea Yerusalemu, mimi nimekuita Yerusalemu. Wakati unaongea jiongea mwenyewe. Haleluya. Ndio hiyo sasa. Jipatie masifa sasa. Wacha kujiongelea. Wewe ni Yerusalemu. Yerusalemu. Amen. Haleluya. Ezra alikuwa ni mtu wa Mungu. Hata wewe ni mtu wa Mungu. Kuna tena tunajua the place of the Holy Spirit, yani makazi mtakatifu. Na watafuta sheria za Roho Mtakatifu. Alafu Mungu anakuelekeza na kuleta hapa, wacha kutangatanga. Wacha kutangatanga mama. Usikosane Mungu wako. Aliyekuongoza kuleta hapa. Usitoke Yerusalemu. Usibarikiwe. Usitoke Yerusalemu. Ahadi unaitilia. Usitoke Yerusalemu. Usimwache matupa. Usitoke Yerusalemu. Kuna kiwanja hapa. Kuna gari hapa. Kuna ndoa yako hapa. Kuna masomo yako hapa. Kuna watoto wako nenda mbali. Hapa. Usitoke Yerusalemu. Bwana ndiye kuongoza. Usitoke Yerusalemu. Kuna huduma kubwa utafanya hapa. Kuna mambo makubwa utayafanya. Angalia vile ilivyo Yerusalemu. Ni kwa sababu yako. Mambo makubwa yatatendeka. Ni kazi yako. Juzi mwanangu Jumapili alipili. Mtoto wangu anaitwa Nelson akasema, nikae mahali ambapo kidogo nimeshika na nikiangalia hivi naona pesa." Usitoke Yerusalemu. Vitu vyako vinakuja. Wewe paka ukiwa hapo tu. Ndio ukiwa hapo tu. Sasa ukiwa hapo. Wanaona mekao ya Mungu. Wacha maua yashuke. Wacha mimea imee. Wacha maua yashuke. Wacha shamba ya Bwana. Hakuna kitu kizuri kama ufalio kitu na Mungu. Na ndio maana asubuhi nimewaambia hivi, usijifanye wanasengenya watu lakini hawayasema, lakini Bwana Mungu wako yakuleta mayama. Unaona mpaka kutenda, unaona mpaka kutenda, unaona mpaka kutenda, unaona mpaka kutenda. Mungu akubariki mwanangu, na kuzidishia wewe ni Yerusalemu kama Bwana alivyokubariki. wacha Bwana. Unajua Ezra hakuwa mtakatifu. Alitafuta mahali ambapo neno la Bwana ataenda kulipokea. Atamfanya kuwa mtakatifu. Unaona hao watu wanaohukumu watu kwa mitandao, hata ukiwa mmoja wao. Unaona hao watu wanasema watu vibaya. Hakuna mtakatifu hata mmoja. Aliye mtakatifu kweli haoni ubaya wa mwenzake. Maana yeye pia alikuwa mbaya. Kuwaombea lakini sio kuwasema. Una geti hiyo? Si geti ya kufungua, unajua. Sasa ukiwa una
unamsengenya mwenzako wa Yerusalemu, ujue unajisengenya mwenyewe. Unajitaja mwenyewe. Gani? Sasa ni kama mmoja by force, maana amejua pale sipaingii pale sifiki pale. Ndio maana namsingizia mwangalia anaendana na yeye. Sasa kile mnatuweza. Unajua sasa zingine watu wanaweza kuwa mama bila kujua. Yaani anasingizia kwani hiki tu wanaendana. Unasikiaje uchungu? Yaani wivu unakufanya unasema angalia vile yuko anafaa kabisa na huyu. Wacha niingilie kati. So unapokuwa na wivu kiasi hicho ni kama unajua kabisa siposhi kwa huyu. Maana siku nitakapoachilia kwa naye huyu. Sitampata tena. Sitampata tena. Sisi tunaweza na Bwana Yesu. Hatuna haya mengine. Haya mengine tumepachia Mungu. Waliokuwa na wivu na hukumu na Biblia inakwambia usihukumu. Ezra akaongozwa. Nasema Ezra aliongozwa. Mama uliongoza umea ulisha. Uliongoza usalati ulisha. Wazee uliongoza mkuja kupokea neno. Bwana Yesu aliongoza. Mabadilika na barikiwa baraka za Bwana ambazo hazina majuto kabisa. Wewe Mungu anaweza kuongoza pale baba. Mungu karibu. Kama wewe pesa nzuri. Bajaji. Utende mali pengine. Kwa maana huyo Ezra Bwana alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Mungu. Alikuwa anaelekeza moyo wake kutafuta sheria ya Mungu na kuitenda. Angalia, mtu anayetafuta sheria ya Mungu alafu anataka kuitenda. Ndio maana unaamua imani bila matendo imekufa. Sasa huyu anataka kwenda kuifanya hiyo kazi ya Bwana. Anatafuta mahali pa kufanya huduma. Anatafuta mahali ya kuchukua maombi. Matendo ya Mungu. Wako wapi acha kusubashuka. Wala ni ya kusema acha kusema. Ezra. Ulikuwa ujui umeitwa bado na maongelea vibaya. Hata kwa rumu yako siku zuri. Hapo na tamani. Lakini yako ndo nalala. Ezra wewe unaroga hapo. Wewe wapi? Usitoke Yerusalemu mpaka kitimie tu. Mpaka kieleweke. Sikieleweke tu leo bana. Huu mwezi, yani hii mwaka uishe vizuri. Umalize na ushuhuda leo. Umalize na ushuhuda. Umalize na ushuhuda. Umalize na ushuhuda. Umaliza. Baba itakwenda sheria aitende. Na kuitenda. Na kufundisha maagizo. Alafu na kufundisha. So unaona hata kuna wengine wamekuona walimu. Sisi tumetoka sasa hivi. Aliagizwa Afrika. Alafu na wao waambie wenzako. Waambie bwana wako. Waambie watoto wako. Mali nimeenda jamaa. Nimemuona Mungu. Hakika nimemuona Mungu. Usicheze na huyo Mungu. Yaani mama sasa hiyo amekuwa mwalimu tayari. Baba sasa hiyo amekuwa mwalimu tayari. Nimemuona Mungu. Anaanza Mungu sasa. Nimemuona Bwana.
Kufundisha si lazima usimame hapa. Kufundisha ni mahali Mungu amekutendea. Alafu naenda kuambia jamani, acheni uchawi. Acheni uchawi. Hii familia ibadilike sasa. Twendeni tukayaone matendo ya Bwana. Twendeni tukayaone matendo ya Bwana. Twendeni tukaone miujiza. Twendeni tukaone Yesu anaongea. Twendeni tukaone miujiza. Twendeni tukaone matendo ya Bwana. Haleluya. Wewe ujui hayo ni njia moja ya mafundisho. Unaenda kuambia wewe mzee wangu, achana kuamini wale wazee wengine. Wale wafikofia vya uchafu, vikofia vya nongo, wafikofia vibaya. Tuna Yerusalemu. Nilipoingia pale, nilipatia mafunzo, ninakufundisha na wewe. Achana na uganga, achana kuamini watu, achana uchawi. Usiogope watu, uogope Mungu. Yesu anaweza, Yesu anaweza akuwezesha, akutende katika jina. Kwa unaona kufundisha ni vipi? Kuna Mungu mtu alileta mtu hapa. Hebu nione wale walileta mtu. Sio ulimfundisha. Sio ulimwambia nimeona Mungu Yerusalemu. Mbona unateseka? Ile ninakuombea. Kingine sasa watakufuata wenyewe maana Bwana atatenda makubwa. Atatenda makubwa. Akuweza yetendea wapi? Wewe sasa mara ya kwanza. Sasa na kupeleka tena. Tena kabisa. Wajua kuna wale watu ambao wale kama wanasikia kitu wanapowatendi, lakini wewe unatenda. Unaona ulitenda mpaka kazi ya Bwana. Ezra. Umefika 10? Umefika 10? Umemaliza hiyo 10? Maliza basi nawe. Na kufundisha maagizo. Na kufundisha maagizo. Na hukumu katika Israeli. Na hukumu katika Israeli. Haleluya. Alafu unajua hii Yerusalemu haikujengwa na wanadamu. Kama ukijua. Kuna mahali Biblia inasema wewe ni Yerusalemu. Mwambie mwenzako tu umesikia ndio neno wewe. Umepata soma. Kitabu cha Zaburi mlango wa 147. Mstari wa kwanza inasema. Nasemaje mtoto wangu? Haleluya. Msifuni Bwana. Kabisa. Maana ni vyema kumwimbia Mungu wetu. Alafu maana kwapendeza. Kwapendeza sana. Kusifu ni kuzuri. Kabisa yani. Sasa zingine watu wanamchezea hapa Yerusalemu. Yaani kusifu kumbe ni kuzuri. Kama kuna mtu akibeba wakati wa sifa badala sifa Mungu yani akakuzubaa. Wewe Yerusalemu wewe. Hebu endelea. Bwana ndiye ajengaye Yerusalemu. Unasikia? Ngoja. Unasikia hiyo? Ndio. Unafikiri wewe ndio ulijenga hapa? Uliongozwa ndio utoje. Wewe nimekwambia ni Yerusalemu wewe. Wewe ni Yerusalemu wewe. Wewe ni Yerusalemu wewe. Wewe ulikuwa na roho ya kujenga kanisa. Angalia hapo hiyo. Angalia huyo. Yaani pako jiwe na roho, pako uache shughuli zako zote. Wewe Bwana Yerusalemu. Yerusalemu Bwana. Ya wanamo. Hebu twende ati. Hebu twende. Bwana ndiye ajengaye Yerusalemu. Bwana ndiye ajengaye Yerusalemu. Huwakusanya waliotawanyika wa Israeli. Alafu huwakusanya waliotawanyika. Hata kama ulikuwa uongee na ndugu zako, utaona tu inafika wakati wanapotafuta wenyewe. Familia inatafuta wenyewe. Hata kama mtu alikuacha anapokumbuka. Nasema utakumbuka. Takuwa maua, takuwa kupendeza. Haleluya. Wewe. Sijui kama unanielewa vile naongea. Lazima ukijengwa na Bwana, sikiliza. Ukijengwa na Bwana lazima utakuwa vizuri kuliko mtume mara ya kwanza. Sasa unatengenezwa. Unaletwa alafu Bwana akutengeneze.
hujanielewa. Wakati unatengeneza, sikiza, Ezra aliongozwa na Bwana kufika Yerusalemu, si kweli? Alafu wewe nawe leo umebadilika, umekuwa kama Ezra, alafu umeletwa pale, si ndio? Wakati unamtengea Bwana, kumbe Mungu ndiye anakupea hiyo roho ya kufanya, maana umetumwa kuja kufanya hiyo kazi ya Mungu. Alafu naye Bwana anakuchoma na kutengeneza wewe, anatengeneza wewe. Wakati unatengeneza mahali kwake, yeye anakutengeneza, anakutengeneza wewe. Yaani hapa mambo ni kutengenezana. Mimi naundwa na Bwana. Hebu maliza. Huyu roho wa Mungu ni mzuri. Leo ukitoka hapa bila kubarikiwa, utakosana na wewe vibaya sana. Utakosana na wewe vibaya sana. Kama mtu abarikiwe hapa na kusaidia zaidi. Amen. Kuwaponya waliopondeka moyo. Unasikia? Umesikia wewe? Anasema Bwana ndo ameijenga. Alafu amewakusanya. Wale ambao wamekusanyika, wengine wana majiraha mbalimbali. Wengine wametengwa mbalimbali. Wengine wana magonjwa mbalimbali. Wengine wana maagano mbalimbali. Wengine wana madhabahu mbalimbali. Wengine wana roho mbalimbali. Wengine wana ndoto mbalimbali. Anasema na Elia anapoa moyo. Wacha usana. Machozi huwa sia. Macho huwa hayali. Kinatolia ni moyo, ndio machozi yaonekane. Sasa Mungu ndiye anasema kile kinachosababisha machozi ni tutakayo ile kuyakupa. Yaonekane hiyo. Wakati wanafanya basa. Mwanangu kafuta machozi katika maisha yako. Ukaona ya kutengeneza ubadilike maisha yako. Wewe kwa mama wewe. Hata kama watu walikuwa na hasira kama watakuta. Angalia huyu. Na watu walikuwa wengi kwa hapa. Hayo wanaenda. Nasikia hiyo. Sura kama majeni alikuwa ni Uganda na sasa hivi Uganda. Mtu alikuwa anaongelesha na wazazi wake, sasa yeye anaongelesha. Wewe. Kuna mtu alikuwa hata ndugu zake wanamdharau, lakini sasa hivi kidogo. Wewe. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Kuna watu walikwambia hawataka kuongelesha, sasa yeye anaongelesha wenyewe. Kwako wanasema ni shetani tu, ni shetani. Ni shetani tu. Ingiwa na shetani. Wewe umeingiwa na Mungu. Wewe umeingiwa na Mungu. Yaani nguvu zako zitakutoa hiyo shetani ndani yake. Kama nikitambua sasa hakuna shetani tena. Kwambia ni shetani, ni shetani, ndio na nguvu. Wewe unafaa kuheshimu. Kama anaingiwa na shetani, wewe uingie na shetani. Unafaa kuheshimu. Anafaa kuabudu kama Mungu wake. Yes. Ndio. Bwana uingiwe na shetani, ati shetani, ni shetani. Bwana mimi si kwa sababu Mungu aliniongoza Yerusalemu. Sababu Bwana aliniongoza Yerusalemu. Amina. Amina. Amina tena. Amina ingine. Amina amina. Ningesema mtumishi, sema mchungaji. Mtumishi. 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 Baba unijaze roho. Baba unijaze roho.
Nimeingiwa na shetani, mimi nimeingiwa na Mungu. Baba kwenda. Sisi tunakemea mapepo hapa. Mtumishi. Mtumishi. Baba tumujaze. Wezi kumshida. Utakimu ipiga hiyo. Ajibu ipiga huyo. Mungu akubariki. Akakutendea makubwa katika jina la Yesu. Mikono iliyoshika mashika vitu kile utakachoenda kukishika kitaendelea katika maisha yako. Wewe atakayepigana vita na wewe anapigana Yerusalemu lakini hata kuweza katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi. Sikiza, hebu maliza hapo mtoto wako. Kuwaponya waliopondeka moyo. Kuwaponya waliopondeka moyo. Na kuziganga jeraha zao. Yaani kuganga unajua? Unaona maganga tu maganga ni kule maganga. Kuna ganga, waganga hata walipenda kuiga ile neno ganga. Kuna ganga kiroho, kuna ganga kimungu, na kuna ganga wa uganga na kuna ganga ya ganga kipindi cha wawili. Hallelujah. Hey. Anawaponya moyo wala bwana waganga vizuri. Hebu maliza wewe mgangaji. Kuhesabu idadi ya nyota. Anasema kuhesabu idadi ya nyota. Ati nani anakuambia una nyota? Hebu inua mikono juu. Inua mikono juu. Nyota zako zianze kuhesabika. Ya pesa, ya kazi, ya utajiri, ya mafanikio. Wewe ngoja tusikie. Wewe chukua huyu jamaa. Kuhesabu idadi ya nyota. Anasemaje? Kuhesabu idadi ya nyota. Nisaidie. Anasemaje? Ni upande upe yake. Anasemaje? Kimya. Anasemaje hapa? Anahesabu nini? Sasa kama ulikuwa hauna vitu vya kuhesabu ndani ya maisha yako, ukaanza kuvihesabu, hii laini ikaanza kuvihesabu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nataka nikuje hapo. Alafu kuhesabu idadi ya nyota. Uzipa zote majina. Wewe, inua mikono. Uzipa zote majina. Sema nini? Majina. Uzipa zote nini? Kama ulikuwa hauna jina zuri, hauna sifa nzuri, sasa unapewa majina yanakuja katika. Alafu Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa. Sikiliza, kuna ukuu wa Mungu. Ndio mikono hapa. Kuna ukuu wa Mungu katika maisha yako ambao Bwana anaenda kuachilia, ambao Bwana anaenda kutenda. Kuna ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu ni nini? Mambo makubwa yatatendeka katika maisha yako. Miujiza itatendeka katika maisha yako. Miujiza itatendeka katika. Alafu twende kidogo. Akili zake hazina mpaka. Hakuna moto atashindana na wewe kuweza. Sasa inua mikono hapa, inua mikono. Hakuna moto atashindana na wewe kuweza. Kwa maana yote ambayo atakuinukia, Bwana ana nguvu, amepita akili zote. Kama ni za kipepo, kama ni za kichawi, utaenda kufunguliwa na Yesu. Na waliokufanyia mabaya, wote watashindwa. Maana siku zote Mungu ni mshindi. Kanisa lako sema amen. Kanisa kusema amen.
kushangaa. Kabla mwaka uishe hii malizike hii. Na dalili nzuri utaziona. Kuna dalili nzuri utaziona. Yaani hata utapata shida mtu akikwambia mwaka ujao ni wako. Kwa sababu tayari umeona tayari. Umeona tayari umeona. Mungu anashughulika na watu wa Yerusalemu. Nasema hivi, Mungu anashughulika na watu wa Yerusalemu. Ameshughulikiwa mwanangu. Unashughulikiwa. Yaani sina kuzuia hata kama unaenda wapi. Kwa sababu ni baraka za Bwana. Ukiniambia nimepata kazi Nairobi ni sawa. Ninaenda nchi za nje ni sawa. Kama nafungua kanisa mahali fulani ni sawa. Kama naendesha huduma huko ni sawa. Hiyo ndio mambo ninahitaji. Nota yako ing'ae. Sasa anza vizuri sasa. Anza vizuri kwa hiyo nyota. Uihesabu idadi ya nyota. Uihesabu idadi ya nyota. Uzipa zote majina. Uzipa zote majina. Angalia. Hauna nyota moja. Hauna nyota moja. Hata Mungu akuzungumzia nyota moja. Unajua? Ibrahimu aliambiwa toka nje. Angalia. Hizo nyota ni vipi nyingi sana. Hautabarikiwa na baraka moja wewe. Hautakuwa na kanyumba kamoja. Hautakuwa na kanasi kamoja. Hautakuwa na kitu kimoja kimoja. Ngoja. Yule wa moja alipokonywa Mungu hakumtaka. Wa pili aliyezalisha 4 akasema ndiye. Wa 5 aliyezalisha 10 akasema ndiye. Ndio ninaongea hivi. Kila kitu katika maisha yako kitakuwa na hesabu na kitakuwa na sifa yako. Kitakuwa na hesabu na kitakuwa na sifa yako. Watu wa Yerusalemu, watu wa Yerusalemu, Yerusalemu. Mesikia kile Mungu amesema? Yerusalemu wote. Fanya hivi. Yaani kitu chako fanya namna hii. Jihesabike majira. Upokee neema, baraka, kazi, heshima, vyeo, ofisi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata hii election inayokuja, ukitaka kusimama chochote, usiangalie idadi ya watu unaowajua. Mungu atakuletea idadi ya watu amesema atazipa majina. Huyo ni jina. Pigania biashara, pigania huduma. Ninataka mtu wangu mmoja hapa pia awe kwa serikali. Nataka mtu wangu mmoja kutoka hapa awe kwa serikali ndani, awe mwanasiasa ndani. Kwa jina la Yesu ninatamka, lazima itakuwa. Nikazaa mwanasiasa. Yes. Wewe ndio utaniwakilisha huko. Nitazama mwanasiasa. Nimeona kwa jina la Yesu. Hiyo nimeona kwa jina la Yesu. Na tutamuunga mkono hapa. Na tutamsaidia na tutamtangazia hapa. Tutafanya chochote bila ya shule. Na tunamwambia hapa. Kama mnamuona Mungu akifanya kazi hapa. Hata yeye atapelekwa huko. Na yeye pia atapelekwa. Hata tukiwa na maharusi, tutapata wanasiasa wakikuja sababu yake. Tukiwa na watoto wake, tutapata wanasiasa wakita kwa sababu yake. Kuna matuma kama chombo cha Yerusalemu fire towers. The rest of the Holy Spirit. Jerusalem, sema amen.
Tena namwambia hata siwe na tamaa. Achie tu huku chini tutamkuza pale pale. Azia tu. Kama ni msiye, kama ni mbunge. Sawa. Leo. Hizo nyote lazima tuzihesabu. Lazima tuzihesabu na tupe majina. Huyu ni mwanasiasa, huyu ni hapana. Huyu ni mbunge, huyu ni daktari, huyu ni maafisa, huyu ni mpesa, huyu ni mwanasheria, huyu ni biashara, huyu ni majumba, katika. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Unajua kama nahubiria watu walio na maono makubwa, hawezi kukaa kunyauka namna hii. Usinishangae, shangaa kile Mungu anaenda kukutendea. Usinishangae mimi, shangaa kile Mungu anaenda kutenda kwa maisha yako. Sana wafalme, nataka mkakulia na uko mawaziri huko, nataka mkatembee na mawaziri, nataka mtembee na viwanda vya mawaziri, sina ukae na mateso hili, nataka muwe na mateso hili ya mashamba, nataka muwe na mateso hili, nataka muwe na mapato, nataka muwe na viwanja, nataka muwe na mahoteli. Wewe kama unacheza na nyota wewe, kama unacheza na nyota Suba mnacheza na nyota. Yaani pastor anawaombea mambo mazuri. Baba anasema ya kwamba nyota atazipa majina. Huyu ni wa hoteli kubwa, huyu ni wa biashara kubwa, huyu ni wa ofisi makubwa, huyu ni wa kuendelea, huyu ni wa makaratasi ya ajabu. Yaani kwa nyumba yako utajaa makaratasi ya ajabu. Yaani zote ni teteledi. Yaani teteledi. Hiyo ni nyota. Yaani hata wale ambao kusikia watu wako sijui wako na shida na nini. Toto mbili inaweza wasimamishia kitu. Na ukaonekana wa mama. Mtu ambao amekushikwa walikuwa na kuroga, mchawi alikuwa anakuroga, mtoto wake akashikwa, hakuna mahali atapata toto. Unakuja kumsimamia wewe. Unamtolea moja. Tajiri. Businessman. Kama ni kusonga. Ati kuna mtu anasomea kusonga. Kuna mtu anatamani hiyo kazi, si ndio? Mwanangu, kwani kuna hukumu kwa Yesu? Tasonga mpaka wale ambao wanafanya harusi watakuwa wanapitia hapa. Watapitia hapa. Haleluya. Yaani nyota itakuwa inang'aa saa hiyo. Fundi wa nguo, fundi wa kushona, utaletewa nguo za maharusi. Alafu hautakuwa mshonaji wa mtaani, watakuwa wanakuja na oda. Una wafanyikazi hata sio wewe. Biblia inakwambia hizo nyota atazipatia majina, anazipa majina.
hii ni ya mwanasiasa, hii ni ya businessman, hii ya manyumba ya kukodisha, hii ni ya majumba ya makazi, hii ni ya kuendelea, hii ni ya watoto maisha mazuri, hii ni ya kukaa kwa nyumba maisha mazuri, unakula na ndoa nzuri, unalisha unapelekwa, yaliyopia nao ni nyota. Kwamba huyu bwana anafaa kuishi vizuri, anafaa kuwa na ndoa nzuri, anafaa kuwa na familia nzuri, anafaa kuwa anatembea mahali pazuri. Ukijisikia kwenda mahali unaenda, maana Mungu ameyatenda, amefanya kazi na wewe, naye Bwana ameachilia baraka. Mwanangu, utakula utakacho, mwanangu, utakwenda upendako, mwanangu, utafanya utakacho. Nyota nyingine, utakuwa na nyota kusaidia watu hata huoni uchungu. Umejenga nyumba, umechimba kisima, watu wanatota maji kila siku. Wakikuona wanakuheshimu, mwenye maji ndio huyo anapenda. Unaondolewa mitungi hiyo vita. Tofi! Bora kabisa! Haleluya! Siku nawaambia tusitakuwa hapa ni Jumapili naenda kumwabudu Bwana. Lakini mke wangu yuko hapa. Watoto wangu wako hapa. Choteni maji, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mambo ya moto Mungu amenibariki na nipa mwenyewe. Nyinyi choteni maji. Utapata mpaka watu wa Motongo wanakuja na tukutuku hapo. Utapata watu wa Shei wanakuja na tukutuku hapo. Alafu tena unakuwa kama Yesu unawatangazia Injili. Karibuni kanisani kwetu. Hizi baraka nilizipata kanisani kwetu. Unaoyaona hapa kama mnaangalia mtungi. Mimi nipita na wakaribisha kanisani. Na wakaribisha kanisani. Haleluya. Unajua vya Bwerere vinatoa watu bali. Kwanza maji. Maji jamani. Alafu wasikia hapo hata kama ni ya chumvi wanasema ni ya fresh maana ni ya bure. Wanayabadilisha jina. Wanasema ni ya fresh maana ni ya bure. Na watakuja wanasema onda usikie. Kumbe amefanya fresh kwa sababu na Mungu Mungu Yerusalemu. Kwa sababu na Mungu Yerusalemu. Alafu kama yako kuna isiwezekana kwa Mungu. Wanapenda hivi. Wamechoka kulia. Wanataka kugangwa na Bwana. Wanataka nyota zisabike. Wanataka maisha yao yabadilike. Wanataka mambo yao yabadilike. Wanatamani kuishi maisha mazuri. Wanataka kukaa na amani. Hakuna kitu kinaenda bure. Lazima kitu kinatendeka. Kwako, kwa nyumba yako, kwa jamii yako. Lazima iwe na jina. Unatengenezewa jina. Nyota zitakuwa na hesabu ya maisha. Amen. Yesu ni wetu. Yesu ni wetu. Yesu ni wetu. Ezra. Mtumishi. Amen. Hebu endelea kidogo. Kuhesabu idadi ya nyota. Atahesabu idadi ya nyota. Uzipa zote majina. Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Alafu akili zake hazina mpaka. Angalia, kuna mtu anaweza kuzidi akili ya Mungu. Anaweza kuzidi wewe anaweza kuzidi akili. Wakati unamuomba Mungu, hakuna mtu atakuzidi kwa maarifa yake. Wewe unanisumbua sasa kwa sababu hujanielewa. Anasema hebu sikiliza kwamba Mungu amezidi akili zote.
Kwa hivyo kama kuna mtu anacheza na wewe, Mungu anafanya kazi. Huwezi shindana na Mungu, huwezi shindana na Mungu, huwezi shindana na Mungu, huwezi shindana na Mungu, huwezi shindana, huwezi kushindana. Before continue, kuna nyimbo inasema hauwezi kushindana. Nani? We. Kama kuna mahali mchawi anajiona amekuweza. Sasa kile unachokipokea kwa sababu ya nyota zinaenda kupoa majina. Sikufichi. Hakuna mtu yoyote anaweza shindana ule mwamba. Anasema yeye amezidi akili. So amezidi mganga. Amezidi mchawi, amezidi adui, amezidi shetani. Wewe ni wa kufanikiwa, akiwa amezidi akili zote. Wewe ni wa kubarikiwa, hakuna wa kuzuia, hakuna wa kupinga. Suseme neno kubwa. Wanaojifanya wana akili, hata hizo akili walizo nazo Mungu akitaka anaweza zichukua na wakawa, unajua mchawi anaweza wekwa tizi kwa sababu yako. Si anachukua tu anani? Anachukua tu kapepa na kaweka hapo ndani. Mchawi anaanza kujikuna. Mchawi anaanza kusema mwenyewe. Adui anaanza kusema mwenyewe. Niliroga Daudi. Niliroga Daudi. Ayawe. Hata kama ni babako, hata kama ni nyanyako, hata kama ni nani. Sasa mtu amezidi akili zote. Sasa kwani Nebukadneza alifanywaje? Alikula nyasi. Mtu ambaye alikuwa anakula vitu vya kufanya. Mungu anakachukua kashetani kaduma kwili. Ndio. Jamaa anaacha nyumba anaenda porini. Sasa situmfanye wewe mchawi wako hivyo. Yesu ni leo sifanyike. Sawa kama Nebukadneza. Wacha Yesu. Aliyetesa maisha yako. Aliyetesa watoto wako. Aliyetesa jua zako. Aliyejua na wasema. Aliyejua na wasema. Aliyejua na wasema. Aliyejua na wasema. Na kunenea leo. Na amesema nyota nafasi patie majina. Aiwe. Ndio huyu. Unajua kuna watu nimekwambia wewe unaitwa nani? Unaitwa nani? Umemaliza? Bwana wategemeza wenye upole, huangusha chini wenye jeuri. Anasema natengeneza walio na dunia. Kuna matunda. Anatengeneza yule anayeroa kwa huyo. Anatengeneza ametulia Yerusalemu. Anatengeneza huyo ambaye watu hawalali kwa ajili yake. Wanamsema usiku na mchana. Wanamtangazia mabaya. Mungu anasema wewe ndio unayetengenezwa. Wewe ndio unayetengenezwa. Mwanangu, sina maneno. Mwanangu, wewe unakula jasho lako. Mwanangu, unamwekea na maisha yako. Alafu watu wanakwambia vibaya. Kumbe wewe unasabika mpole. Wewe unasabika una maneno. Unakolea vitu bure. Unakusema bure. Maisha ni yako. Shepu ni yako. Mbona wanakuangaikia? Mbona wanakusema? Wacha Mungu kutengeneza. Wacha Bwana kutengeneza. Unajua mwanangu, kama ungenielewa, wakati wanadamu wanakuharibia CV, wakati uko mpole unamwabudu Bwana, kumbe Mungu naye anakutengeneza.
Anawatengeneza. Sasa kama unataka kutengeneza usiwe kibayumba. Tulia. Hata kama kuna vitu unaviona unajifanya kama uvioni. Maana unajua Bwana ananitengeneza. Kama vile alivyotengeneza Yerusalemu ndivyo atakavyotengeneza. Lazima nitengeneze. Lazima niwekee ukuta. Lazima nitumenie mastari. Lazima nichunge. Haleluya. Tulia hivyo hivyo. Wacha waone. Hawaoni Mungu wako. Wacha kuseme mabaya. Hawaoni Mungu wako. Hawaoni kile kinatengenezwa. Ukiona wanaanza kupita mchawi, wameanza kujaribu wameshindwa. Wanasema usimwelewi. Wamejaribu wameshindwa. Wamekamatwa. Wamepigwa usiku. Wamelizwa usiku. Ukianza wanaona wanakuta mchawi. Wamepigwa usiku. Wamelia usiku. Wamekutaka. Hawakukuweza. Wamekutafuta. Hawakukuona. Unajua kuna watu wanasingiziwa vitu hawana. Unajua uchawi. Kumbe mtu amekufanya usiku, lakini amekuja akapigwa na Mungu. Amekutafuta amekukosa. Amejaribu kufanya mambo yake ameshindwa. Ndio maana nasema wewe ni mchawi kwa sababu usimwelewe. Wacha endelea kupigwa. Endelea kutengenezwa. Endelea kupigwa. Endelea kutengenezwa. Endelea kupigwa. Wakapigwa. 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 Unataka unielewe? Kivipi? Kama unakuja kwangu usiku na unioni, si Mungu amenifunika kwa mabawa yake? Alafu unaniita mchawi. Haleluya. Baba. Before mtu akuite mchawi, amekujaribu mara nyingi sana. Alafu wewe ni mpole, hauna maneno. Kumbe Mungu anakutengeneza. Mungu anajaza uwepo na utakatifu wake ndani yako. Anajaza uwepo na utakatifu wake ndani yako. Anajaza nguvu na maombi ndani yako. Haleluya. Maliza ndugu. Maliza. Mwimbieni Bwana kwa kushukuru. Alafu mwimbieni Mungu wetu kwa kinubi. Ndio maana sisi zingine tunapenda kumwimbia Bwana. Sababu tunajua maana alitutoa. Nimesema wewe ni Yerusalemu, sio? Wakati mambo yote yanatendeka, usiwe na shaka. 62 verse 7 Isaia ni mambo ya Yerusalemu tu. Kila mahali unapokwenda. Hizo zote lazima zihesabike baraka. Twende. Soma mtoto wangu, soma. Kitabu cha Isaia 62 kuanzia 7 inasema. Wala msimwache akae kimya. Msimwache Mungu akae kimya. Mpaka atakapofanya imara Yerusalemu. Lazima ifanye imara Yerusalemu. Hautanyamaza. Ya haki yako. Nasema hautanyamaza mpaka ushike tamaduni zako. Hautanyamaza mpaka uingie kwa serikali. Hautanyamaza mpaka business ifanyike. Hautanyamaza mpaka uishi vizuri. Lazima ufanye imara. Lazima ufanye imara. Lazima ufanye imara. Lazima uongeze pamoja. Lazima yatamega. Lazima kieleweke. Lazima kieleweke. Lazima ndoa yako itulie. Amen. Yerusalemu. 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 Sikiliza. Maliza mtoto wangu. Wala msimwache akae kimya. Msimwache Mungu akakaa kimya. Mpaka atakapofanya imara Yerusalemu. Alafu na kufanya kuwa sifa duniani. Unafikiri sifa utaenda kusifiwa mbinguni? Wewe unafikiri utasifiwa mbinguni? Sifa zikunekosa. Hapa vitu visadike hapa. Nyota isadike hapa. Kuna musieni hapa. Ubunge ni hapa. Watoto dini ni hapa. Majumba ni hapa. Magari ni hapa. Ndoa ni hapa. Maisha mazuri ni hapa. Unafahamu nielewe. Hawezi na jumba mbinguni.
Hauweni na magari mbinguni, hauweni na watoto mbinguni, hauweni na kazi mbinguni, hauweni na vyeo mbinguni. Hizo vitu lazima vitendeke hapa. Hapa mwanangu. Hapa. Usiuone Mungu hapa, sio? Utafanikiwa hapa. Utacheka hapa, sio? Utafanikiwa hapa. Utakudharau hapa, sio? Utaheshimiwa hapa. Nimeeleweka. Alafu wakati umebarikiwa, wajaribu kupigana na wewe. Wajaribu kupigana. Hebu kimbia Zakaria 14. Wajaribu kupigana na wewe. Wakati Mungu anafanya kazi yake kwa wewe ni Yerusalemu. Mtu ajaribu kupigana na wewe. Au ndio Yerusalemu si kitu cha kuchezewa. Na hii ndio tauni. Hii ndio magonjwa ambayo Bwana atawapiga watu wote waliofanya vita juu ya Yerusalemu. Wanaofanya vita juu ya wewe Yerusalemu. Atawapiga wote. Atawapandika wote. Ngoja. Atumefungua biashara yako na maono uliobewa hapa. Na Mungu alikuombea hapa. Umefungua business yako. Unapigania umesie wako. Alafu mtu anakuambia huyo si mzuri. Na kwambia atapigwa hata wewe. Atatandikwa. Yaani hizo vitu vyote vimetendekea hapa. Alafu mtu anaenda kukusikia kwa uganga. Mtu anakuletea fitina. Unashangaa usiku anaamuka, mdomo umepinda, hana sauti. Anasema ni yeye ndo anafaa kuwa MCA. Ni yeye, hiyo ploti ni yake. Ni yeye, hapo mahali ni atenge. Hiyo ndoa ni yake. Mwenyewe. Kama nimepata mtu anielewe hapa. Yaani nikipata mtoto wangu anielewe mmoja, nitaenda na yeye mpaka abarikiwe. Nitasimama na yeye mpaka afunguliwe. Nitadili na yeye mpaka apokee. Nitasimama na yeye mpaka apokee. Hata kama umekuja hapo na unazubaa, mimi nataka yule ambaye hazubai. Nitadili na yeye mpaka awe MCA. Nitadili na yeye mpaka awe mbunge. Mpaka awe daktari. Mpaka awe business. Mpaka awe kama ploti. Mpaka anunue gari yake. Mpaka afanikiwe. Mpaka awe vizuri. Mwanangu, nitasimama na wewe. Wewe nitasimama na wewe. Wallahi, haki ya Mungu nitasimama na wewe. Haki ya nitasimama na wewe, utaona. Utaona, ninakwambia wewe. Yaani kuna mahali hata utadhani kama unakubalika, lakini ile neema na ile mambo inakuombea, kuna mahali ambapo utaenda kukubalika mpaka useme ni mimi kweli. Ni mimi kweli. Ni mimi kweli. Nitasimama na wewe. Nitasimama na wewe. Kama hapo mito. Nitasimama na wewe. Kwa maisha yako. Mwanangu, utatoboa. 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 Utaona. Najua neno wallahi ni Kiebrania. Sasa ninaposema wallahi billahi, sasa haki ya Mungu nitasimama na wewe. Bwana, utatoboa. Wacha hao wengine walio na imani hapa. Wacha nao hao wanaokuzubazuba. Wamekubaliana na maisha yako na vile. Lakini ambao una ndoto za maisha yako, utasimama na wewe. Nataka watu walio na ndoto mingi. Nataka watu walio na maono. Nataka watu walio na future. Nataka watu walio na future. Yesu atakugusa. Mungu wetu anagusa. Kuna muujiza italala. Mimi hata haijalishi leo hauna kitu. Mwanangu, mbona uniamini? Najua saa hii mambo yako sio mazuri sana.
Sio mazuri, ninajua sio mazuri, lakini yatakuwa mazuri. Uko nyuma yako mwanangu. Unaposoma tunaona tu. Kuna njia utapita, kuna mahali utaenda, kuna mahali utasongea. Mpaka ufike. Usitoke Yerusalemu. Mpaka ufanikiwe. Usitoke Yerusalemu. Mpaka yatendeke. Usitoke Yerusalemu. Bwana anakuita. Usitoke Yerusalemu. Ukisema utafanikiwa. Usitoke Yerusalemu. Utawala. Mpaka Yerusalemu. Unapokea kazi. Usitoke Yerusalemu. Usitoke. Mpaka ufanikiwe. Niko na wewe. Hata Mungu mwenyewe alisema. Anawaambia msitoke Yerusalemu. Hata sasa watu wengi kama kuna mtu ataniamini. Kama kuna mtu atamwamini Mungu. Bwana Mungu atasimama na wewe. Angalia, usiangalie wao wanapiga vita. Hawa wanafuatiliwa na Mungu. Wamesema, hebu endelea. Na hii ndio tauni. Hii ndio magonjwa ambayo Bwana atawapiga watu wote. Tauni sio Mombasa. Tauni ni magonjwa. Tena yanaletwa na panya. Hujui wewe? Sasa jua leo. Endelea. Ambayo Bwana atawapiga watu wote. Sasa kwa watu wengi. Kama ni nyumbani, kama ni mahali unafanya kazi, kama yani kwa kila kazi unajua mahali popote huwa ukose nini? Watu wa haya. Ukiingia kwa siasa utaekelewa kwa mwingine wote mwingine. Ukiingia kwa biashara unakuwa ni decoration. Ukinunua kiwanja usijui kuna kesi gani. Ukifanya hili sijui nini. Ukiingia kwa ndoa unakuwa sijui Mungu anasema watu wote watakapoinukia watapambana na kichapo. Watatandikwa. Wachawi wataenda kusemezana. Musa mahali pengine na kile pale. Wataonyana wenyewe. Kwa misukule yao. Wataonyana wenyewe. Ati? Waliofanya vita juu ya Yerusalemu. Wanaofanya vita juu ya Yerusalemu. Nyama ya mwili wao itaharibika. Nimekwambia kuna mtu hata wewe. Anaweza kila mahali. Anaweza. Hata kama wewe anaweza. Kama wewe unaoza. Kuna watu hata kusema wewe. Kuna watu hiyo njia ya kwenda kwa waganga miguu haitafanya itaenda huko. Hiyo akili yake haitafanya kazi tena. Sana kufikiria mabaya. Hiyo akili yake haitafanya kazi tena, itaoza kabisa. Milioni nyama zao. Hebu endelea. Mbona wabaika na Mungu kujua miguu yao? Na macho yao yataharibika ndani ya vichwa vyao. Hata macho. Yeye anakutazama nayo. Anakuangalia na maneno. Hiyo macho atashiba. Hata anakuja kupita biashara yako. Akija kiaga hata ni mchana anakuja kukutazama hapo. Kwa hiyo biashara yako macho anatoka hapo ana macho. Akija kuangalia nyumba yako kwa unachoma. Akija kutazama anatoka hapo ana macho. Ukianza kitu unakuangalia na macho mabaya. Hata biashara anakuangalia na macho mabaya. Ukizaa mtoto wako anamwangalia na macho mabaya. Hawataki kuja kukusaidie. Ukiwa umevaa vizuri wanakuangalia na macho mabaya. Anayecheza na Yerusalemu. Anayecheza na Yerusalemu. Anayecheza na Yerusalemu. Anacheza na mboni ya Mungu. Anacheza na mboni ya Mungu. Anacheza na mboni ya Mungu. Anacheza na mtoto wa Mungu. Anacheza na mtoto wa Bwana. Anacheza. Wajua kuna vitu za watu zimepotea hivi. Zimepotea tu hivi kwa sababu uliangaliwa vibaya. Uliona watu wanasema shukuru Mungu. Lakini angalia vilipotea.
Sasa hii wewe ile nguvu inaachiliwa na Mungu leo. Si ya kupoteza, ni ya kuendelea. Kama umezoea kupoteza vyeo, kama umezoea kupoteza kazi, kama umezoea kupoteza ndoa, kazi ni kuendelea. Wale wanaopoteza vitu zako wote wanakuwa wagonjwa. Nakwambia wote wanakuwa wagonjwa. Leo wote wanakuwa wagonjwa. Wale wanaopoteza vitu zako kwa sababu ya macho ya shida, ya macho ya shida, ya macho nawe, ya macho ya shawe. Utaona mwanangu, utaona mwanangu. In the name of Jesus. Unaangaliwa mabaya tu. Kuna watu wanaangaliwa mpaka sura zao zinakuwa na vidonda. Kuna watu wanaangalia sura zao zinakuwa na vijipujipu. Unaharibikiwa tu. Kuna watu wanakuangalia. Kuna watu hata kienda na wanaume wao utakukuacha ni Mombasa. Hakuna nguvu ya kupoteza. Nguvu ni ya kuendelea. Hakuna roho ya kupoteza. Watu waliangalia mtoto wako ashiki tena shule. Mtu alikutazama urembo wako akakufunga kisasi kabisa. Watu walitazama watoto wako wakaharibu watoto wako. Sasa watoto wanahangaika tu. Wacha Bwana afanye jambo. Wacha Mungu afanye jambo. Nakwambia wacha Mungu afanye jambo. Wacha Bwana achilie neema ya ajabu. Wacha kafunge macho wale ambao Daudi alisema macho yao yangaikiza. Macho yao yangaikiza. Kila mchawi apigwe na upofu. Kila mchawi aliye ndani yako, kila maroho yaliyo ndani yako, kila majini yaliyo ndani yako, ninamchoma. Mtu akicheza na wewe anacheza na yeye msalimu. Na atapigwa na Mungu. Roho ya mapigo iende maadui. Roho ya mapigo iende maadui. Roho ya mapigo iende maadui. Watoto wako wamekuwa mikosi. Watoto wako wamekuwa magonjwa. Wewe unaandama na vita hapa kwa hapa. Yaani wewe ni kipa na vita tu. Na Bwana anaongea na wewe vizuri. Siwezi kutopiganiwa sahi. Kanisa roho, kanisa imani. Yuko na wewe. Ninakwambia, ninakusaidia. Ninakwambia, yuko na wewe. Ninakwambia, yuko na wewe. Lazima ukabae. Lazima ufanikiwe. Yuko na wewe. Nakusaidia. Nakufanikiwe. Yuko na wewe. Nakusaidia. Nakukabae. Ongea mtoto wako. Ongea mtoto wako. Ongea mama. Ongea mama. Tuona. Wewe kijana. Tuona. Wewe mzee. Tuona. Wewe mama. Tuona. Ongea. Ongea. Ongea.
pesa. Wewe ni mtu ambao hauna lakini shida. Yaani hauna pesa lakini shida unayo. Ni maisha gani? Hauna ate lakini shida unayo. Haya ni maisha gani? Hauna ndoa lakini shida unayo. Haya ni maisha gani jamani? Kwa nini unaonewa? Kwa nini unaonewa? Saa zingine unasema tumeumana kwa sababu ya vile unateseka, kwa sababu ya vile unahangaika. Wacha Mungu akusaidie mwanangu. Wacha Yesu akusaidie. Wacha Mungu akupigie maadui. Wacha wapige maadui. Waliosababisha wewe hivi. Waliosababisha uteseka. Waliosababisha walaika. Waliosababisha watu.
kila roho ya mikosi, kila roho ya mikosi, kila roho ya mikosi katika maisha yake, kila roho ya mikosi kwa watoto wake. Baba yangu, wewe ndio kile, wewe ndio chumba, wewe watoto wake, wewe mama yote, wewe inuka, kinyume Baba, wewe maisha yake, wewe watoto wake, ninaomba leo, usimame sasa, ninasikana, sika kwake, mwili wake, sika kwake, watoto wake, wakike, wakiume, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe Baba, wewe in the name of Jesus. Uachiliwe mara moja, uachiliwe mara moja, uachiliwe mara moja. Nitakusikiliza kwa maisha yako. Wewe umefanya nini? Utalikuoga. Wewe umefanya nini? Ukunakutesa. Umefanya nini? Usamara. Tunakunukia. Usanikita. Tunakunukia. Kwa huduma yako. Kwa maisha yako. Kwa kila. Tukamara. Tunayoga. Wasuta. 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 Jesus. Never osa. Chakada osa. Nakwambia ufunguliwe. Nakwambia ufunguliwe. Nakwambia ufunguliwe. Nakwambia ufunguliwe. Ninafika Kaisari. Maroho ya Kaisari. Mapigo ya Kaisari. Nakwambia ufunguliwe. Kila roho ya vita. Ya kimaisha yako. Ya kinyume chako. Nakwambia leo. Hiyo maroho zote. Zinazotuma. Na kujituma. Kwa maisha yako. Nakwambia. Sikatoka. Sikatoka. Siatani na wewe. Siatani na maisha. Siatani na wewe. Na maisha yako. Kuanzia leo. Kila roho ya giza. Inaikemea. 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 Mwanangu kwa mbalewe, mwanangu funguliwe, kila maroho yanayowinda mkutano wako, maisha yako, inakuombea, inakataa, maisha yako, inaweka, inakataa, maisha yako, inakuombea, maisha yako, inakuombea, jina la Yesu, hizo vita, zinatotaka, inaondokia, inasikamea, na mapema, inasikamea, na mapema, Yes. Mipango unayoipanga Baba, ule mipango unayoipanga Baba, lekeni mozende yako, familia yako imetawanyika, familia yako imetawanyika, familia yako imetawanyika, familia yako imetawanyika, ikaondoke kwa watoto wako, ikaondoke kwa kazi yako, ikaondoke kwa maisha yako, kila roho ambayo inasukuma kichawi, kimapepo, kimagoma, kuanzia leo inakuambia ufunguliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo maroho Baba yanayoondokea, hiyo maana maisha yako yamekuwa Baba ya kukosa usimamo, hiyo maroho inaomba Baba, hiyo roho maisha yako madhabahu mabaya, maroho mabaya, madhabahu mabaya, maroho mabaya, wanakaribia mipango yako, kuna roho inayoharibu mipango yako, kuna spirit inayoharibu mipango yako. Baba ninalikemea, ninalitawisa, ninalikamea, ninalitawe, ninalikamea, ninalitawe, ninalitoa mwili wake, hiyo maroho, hiyo maroho, hiyo maroho Baba, ninayatoa, ninayatoa,
Niachane na wewe pepo. Niachane na wewe. Niachane na wewe. Niachane na wewe. Niachane na wewe. Tuna bahari, tuna bahari. Nikamata, tuna bahari, tuna bahari, tuna bahari, tuna bahari, tuna bahari, tuna bahari. Nikamata, tuna bahari. Nikamata, nikamata. Niachane, niachane, niachane. Kami wake, fatuna Yesu, fatuna Yesu. Tuna bahari. In the name of Jesus. Kila spirit Nakalila ni kabehus. Nakalila simama mbele yake. Roho ile simama mbele yake. Ila simama mbele yake. Inajua tamanio lake. Ina mali yake. Katika jina la Yesu. La bababus. Kila mababu mabaya. Kila roho mbaya. Unafanya nini kwake? Unafanya nini kwa mwili wako? Unafanya nini kwa anga yake? Huyu sio wako. Hautamtumia vile unataka. Hautamtumia vile unataka. Achana na maisha yake. Achana na yeye. 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 Bila kukabila. Achana na yeye. Bila kuchana. Achana na yeye. Na kuchana. Na kuchana. Na kuchana. Na kuchana. Na kuchana. Na kuchana. Na kuchana.
maisha yako. Lazima iachilie ndoa yako. Lazima iachilie kazi yako. Lazima iachilie watoto wako. Kwa jina la Yesu. 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 Unateseka sababu ya mkono wa mtu. Sababu ya mkono wa mtu. Kwa sababu ya mkono wa mtu. Unatilia moto. Unatilia moto. Unatilia moto. Baba wote. Unatomas. 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 Out. Mama, nataka uzidi kuendelea. Mama, sitakurudi nyuma. Sitakurudi nyuma. Sitakurudi nyuma. Maisha yako, familia yako, sitakurudi nyuma. Kila unapokuta, Mungu akawapiga. Kila unapokuta, Mungu akawapiga. Wanakuingilia, Mungu akawapiga. Nataka sasa ukafunguliwa zaidi na zaidi. Maisha yako, na nyumba yako, na jamii yako, na familia yako. Kwa jina la Yesu. Sio wewe Yehova, kama sio wewe naitwa nani? Umejawa na neema. Baba, kuna uongofu kwa katika yake. Hakuna mtama wote. Tengeneza haya maisha. Tengeneza maisha. Tengeneza maisha yake. Tengeneza maisha yake. Tengeneza maisha yake. Iyo roho baba yangu inataka kuingilia maisha yake baba. Na inaingilia tayari. Inaomba baba. Ikatoka baba. Inaomba baba. Ikatoka. Ikatoka. Wachana ukachelewa kila mawazo yaliyokamata maisha yako wazia lako inaikemea out. Kila maroho ya kifafa, kila roho ya kifafa, roho ya kifafa Baba, ilianguka pale, ilianguka pale. Wanafunzi wako wakandamana lakini hawakuiweza. Wanafunzi kwenda mwenyewe mtoto ule baba uliiweza. Hiyo roho ya kifafa ninaiombea itoke baba. Amini wako itoke baba. Itoke baba. Itoke baba. Itoke baba. Itoke baba. Iyo baba inayomutumia. Iyo baba inayomata waziana inaikemea. Ikatokes. 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 Madhabahu yanayofunga maisha yako. Hii familia yote imerogwa. Hii familia yote imejiagiza. Madhabahu yaliyofunga maisha yako. Madhabahu yanayoingilia kinyume chako. Uchawi unaoingilia kinyume chako. Baba, ninalitunga hili pepo. Baba, ninalitunga hili pepo. Ninaikamata baba. Ninaikamata baba. Uchawi kwa mwili wake. Uchawi kwa mwili wake. Ninautoa baba yangu. Uwa maroho baba. Katika mwili wake. Ninayatoa. Ninayatoa. Na wengine. Ninayatoa. Usema baraka. Ninayatoa. Kwa jina la Yesu. Uwa mikosi. Uwa mikosi. Ninaingilia. Wakupasana. Wakuangaika. Baba. Ninayatoa. Kwa jina. Uchawi. Sasa wako kuna baba alitamkia mama yako atuliza mzigo wako atuliza mzigo wako kuanzia leo. Hiyo spiriti unaitwa in the name of Jesus.
madhabahu, hii madhabahu, hii madhabahu, sio kupenda kwake, hii madhabahu, hii madhabahu, hii madhabahu, inaitunza kwa mwili wake, inaitunza kwa maisha yake, inaitunza kwa jina la Yesu, inaitunza, hii madhabahu, hii madhabahu, hii madhabahu, watu wa Mungu, hii madhabahu, aliyekelewa, hii madhabahu, aliyekelewa, hata mama yake, hata na hii madhabahu, inaitunza, hii madhabahu, hii madhabahu, hii madhabahu, in the name of Jesus. Unakuangalia kwa maisha yako. Unakupigania kwa maisha yako. Maisha yako ni muhimu. Mwili wako ni muhimu. Wanafunga safari yako wakijua. Wanafunga maisha yako. Katika jina la Yesu. Wakafunga njia zako. Wakafunga safari yako. Wakafunga sasa. Katika jina la Yesu. Chochote kilichofanyika kwa giza ni kwa ajili yako. Mambo yote yaliyofanyika kwa siri, Baba akaachilie moto. Yesu achilie moto huko alikokupeleka. Hapo walipojaji maisha yako, hapo walipojaji maisha yako. Baba achilie moto. Yesu 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 achilie moto. Hapo Baba waliojaji maisha yao, waliotuma watoto wao, Baba achilie moto. Yesu achilie moto. Yesu achilie moto. Yesu achilie moto. Huko walione na jina lako, walione na watoto wako. Yesu achilie moto. Yesu achilie moto. Yesu achilie moto. Yesu achilie moto. Baba usende. Baba maroho yote yaliyowekwa kinyume chake, maroho inayofunga mambo yake, maroho yanayotatiza maisha yake, Baba kuna roho inayoharibiwa, Baba kuna roho ya uharibifu, kila analopanga sile Baba, kila analowaza sile Baba, sakija kwa maisha yake Baba, haja kwa msimamo, wacha ni mwanda, Baba kama fungulia, wacha ni mwanda, Baba kama fungulia, wacha na Yesu, wacha na Yesu, wacha na Yesu. Setayala lazima shetani ashinde, lazima shetani ashinde, kemea katika jina la Yesu, lazima shetani ashinde. Lazima shetani ashinde, lazima shetani ashinde, nakemea katika jina la Yesu. Lazima shetani ashinde, lazima shetani ashinde, lazima shetani ashinde, nakemea Leo hapa leo
vifungo vinachomeka, maroho yanachomeka, sote tunaimba Baba, moto wa Yesu. Kwa nyumba yako, kwa maisha yako, kote utembee.